بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمدا لله حمدا كثيرا. Karibuni sana kwenye hii channel Al-Qur'ani Nur. Mimi Maryam Said. Leo nitaongelea kuhusu Lailatul Qadr. Lailatul Qadr hii leila innaha leila tusamma Lailatul Furqan, na hii Lailatul Ghufran, Lailatul Tauba والرحمة، يعني usiku wa tauba, usiku wa maghfira, usiku wa rahma, usiku wenye baraka, usiku wa kutolea watu motoni, usiku wa salam kwa kila mu'min, kwa kuwa hakuna hofu. Hii ni siku adhim katika mwanadamu Muislamu, lianna hii siku hii Lailatul Qadr ameanzisha Mwenyezi Mungu. Hii siku ameshusha Qur'an kutoka kwenye Lauh al-Mahfudh. Lauh al-Mahfudh yani iliyoko mbinguni kabisa kule kwake mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, akaishusha kwenye mbingu ya dunia. Mbingu ya dunia kunaitwa mahali panaitwa Baitul Izza. Yani Mwenyezi Mungu akaishusha Qur'an yote kutoka kwenye kwake mpaka kwenye samaa, kwenye mbingu ya duniani, sehemu inaitwa Baitul Izza. Alafu alivyo akaishusha hii Qur'ani, hasa akawa anamshushia Nabii sallallahu alaihi wasallam kutokana na vitendo au kikitokea hadith, kikitokea kitu, Mwenyezi Mungu anashusha Qur'ani kutokana na kile kitu. Mathalan imeshuka alivyo kisa cha Aisha radhiallahu anha, alivyoshtakiwa kwa walivyomsema kwamba Aisha radhiallahu anha kafanya vile, ikashuka aya baada hapo kwamba Aisha baria tahira, yani kwa kikitokea kitu Mwenyezi Mungu anashusha aya, kwa anashusha kutoka kwenye samaa dunia. Afuka ndo kila Jibril kikitokea kitu anamshushia Nabii sallallahu alaihi wasallam. Fahadi siku hiyo iko baraka sana, na katika a'zam siku yani usiku ni huo usiku wa Lailatul Qadr, liana fiha kuna ajri adhim sana ambaye anafanya hii siku. Kila dakika kwenye hii siku na kila dakika na saa afdal kuliko siku zingine zote kwa maisha ya mwanadamu Muislamu. Kwa sababu hii siku una thawabu inakuwa double, inadhaifishia. Pengine Mwenyezi Mungu anaweza kukufikishia mpaka thawabu 700. Anapotaka mwenyewe Mwenyezi Mungu anaweza kukupa 2, anaweza kukupa 3, yudhaaf. Almuhimu kitu kiwa badala moja kinakuwa double yake, ya double kwa mara 2 au double kwa mara 100, double kwa mara 1000, anapotaka mwenyewe Mwenyezi Mungu atavyokuwa. Anasema Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Anzalnahu ay Qur'an, tumeishusha kwenye Lailatul Qadr. Kama nilivyosema, imeshuka kwa jumla wahida, baadaye ikawa inashuka mufassala kutokana kwa muda alioishi Nabii sallallahu alaihi wasallam, wakati anakuwa nabii miaka 23. Yani iliposhuka kwenye samaa ya duniani ikakaa muda wa madakia wa miaka 23 anashushiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutokana na ile kitu kitachotokea chochote kile anashusha Mwenyezi Mungu aya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, yani hii amri yote Mwenyezi Mungu anayotaka kutokana kwenye Lauh al-Mahfudh inafika kwa malaika wale ambao wanaandika, alafu inakuwa kwa kitu chochote vile Mwenyezi Mungu alivyokitaka. طيب مشايخ wanasema ان ليله القدر معناها ليله فيها بركه كثير، خير ziko كثير، na fadhili yake kabira, fadhili yake kubwa,
na katika baraka yake na Qur'ani imeshuka kwenye hii leila, hii siku ambayo Lailatul Mubaraka, hii Lailatul Qadr. طيب بعد ذلك نسمع ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. يعني siku wanashuka malaika, inashuka malaika kutoka mbinguni. Hiyo siku wanakuwa wameenea kwenye ardhi, wanawasalimia Waislamu, wanawasalimia muuminin. inakuwa salamun hatta matla'i al-fajr. سلام في الآية يحدث فيها ما يحدث فيها داء، يعني hakuna balaa na shetani anakuwa hawako. Iko hiyo siku ndio kama nilivyosema, iko amni, iko amani, iko baraka, iko afya, salamu kwa kila mu'min min khawfi, hakuna hofu hiyo siku takuwa. Na hiyo katika salam pia wanatolewa wengi kwenye moto. Ndio maana ukianza kusoma ya rab i'tiq riqabana minan nar, ya rab i'tiq riqabana minan nar, kwa sababu hii siku ndo unaomba Mwenyezi Mungu atuondoe shingo zetu zisiingie motoni, sisi na wazazi wetu na Waislamu wote. Ina hii siku adhima kwa binisba li nani muslim. ليلة القدر تنزل القرآن فيها وهي المعجزة كما tulivyosema kwanza. Hii ليلة القدر siku ambayo imeshuka muujiza wa Qur'an al-Karim. طيب ليلة القدر kuna nini kwani? Hii ليلة القدر siku Mwenyezi Mungu anakadiria itavyokuwa maisha ya mwanadamu. Anaandika ajali yako, utakufa lini, utapata na msiba gani, riziki yako itakuwa vipi, hali yako itakuwa vipi. Ndio maana unatakiwa ukifika hii siku, hizi 10 la mwisho kwenye kuanzia lela 21, 23, 25, 27, 29, katika hii siku wewe ukae. Wewe siku zote 10 la mwisho unajitahidi kufanya ibada, lakini hizi siku zingine za 21 na 23 hizi na 25 na 27 na 29 unajitahidi zaidi, unaomba, kwa sababu Mwenyezi Mungu unaomba akupe riziki kubwa, akuondolee, asikujalie maradhi, asikujalie masaib, akuondolee mabalaa, kila kitu unaomba wewe siku hiyo. Omba khair, nusuru, naomba kunusuru na shari za zitakokuwa Mwenyezi Mungu ataweza kuwa ameziandika. Unaomba Mwenyezi Mungu akuandikie kullu khair. Na malaika aslan wanashuka hiyo siku. Wakishuka malaika wanashuka na khair, wanashuka na baraka, wanashuka na rahma. Kama walivyosema wanashuka pia kwa sababu Mwenyezi Mungu anatoa watu wengi kwenye moto. Yani unakuwa Mwenyezi Mungu mathalan umeandikiwa mtu wa motoni, lakini ukichaomba ukaswali ukafanya, Mwenyezi Mungu anakuwa anaandika watu ambao wametolewa motoni. Ukisimama ukaswali ukaomba dua, maana anasema man qama imanan wa ihtisaban. Yani wewe mraja ukishasimama ukasali, unasema nimesali kwa nasimama kwa sababu imani mimi kwamba Mwenyezi Mungu atanirehemu, na nataka ajira kwa Mwenyezi Mungu, utafanyiwa nini? Unasamehewa dhambi zako zote zilizopita, zote za miaka ya mwisho iliyopita. Na hii siku yani Lailatul Qadr tuwezi kujua ni itakuwa lini. Yani wewe unajitahidi katika 10 la mwisho, unajitahidi alikuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kifika hii 10 la mwisho anajitahidi kuswali, anasali zaidi kwenye dua, anasoma Qur'an kwenye dua, kwenye aya, ikiwa aya inaongelea mambo ya moto anaomba Mwenyezi Mungu kunusuru na moto, ikiwa aya inaongelea mambo ya pepo anaomba Mwenyezi Mungu amjalie pepo. Yani anakuwa iko sala na iko dua na iko ibada, na alikuwa anasimama na anaoamsha wake zake wote waamke kusali, kwa sababu siku hizi sio za siku za kulala, za kukupita kufanya khair. Wanasema kuna alama za hii Lailatul Qadr kama wanavyosema yani watu wema, kwamba inakuwa hali ya hewa nzuri, unahisi tumanina, hakuna hofu,
قال ابن عباس قال رسول صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة. Yani kwa siku hiyo sio hakuna joto wala hakuna baridi, ni kwa siku yani nzuri, na asubuhi yake jua anasema inatoka na kuwa dhaifu, halina ile mionzi. Hii siku inakuwa iko unahisi wewe katika nafsi yako huko, unahisi umertaha, unahisi hakuna hofu, unahisi amani, kwa sababu malaika wako malaika wamezunguka kwenye ardhi, wako malaika wamejaa, na kwa hakuna hofu, hakuna ibilisi, hakuna shetani. Na wengine wa Mwenyezi Mungu anawajalia wanaona Lailatul Qadr kwenye ndoto au kwenye wanajua kwamba leo ni Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu anakuwa anaonyesha wale watu wema. Mwenyezi Mungu naomba tujalie tuwe katika watu wema. طيب, hii siku unatakiwa ufanye nini? Kwa sababu siku Mwenyezi Mungu atakukadiria makadiri kunna. Kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu atujalie, ونعوذ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من أهل اليمين، اجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا من النار. اللهم اكفنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، اكفينا عذاب القبر، توفنا على الإيمان، توفنا مسلمين. اللهم اهدنا واهد أولادنا وبناتنا، وقدر لنا الخير حيث كان. ونomba Mwenyezi Mungu tukadirie khair. Ikiwa hii siku Mwenyezi Mungu utaandika khair, tukadirie khair sisi. Ikiwa riziki tujalie riziki zetu ziwe ndefu, ziwe kubwa, ziwe za kutufaa. Ikiwa ya Rabbi umekadiria siku hiyo maradhi, tuondolee maradhi. Ikiwa umetukadiria accident au kitu, ya Rabbi tuondolee hivi vitu. Jalie kila lenye khair Mwenyezi Mungu utupe kwenye hii siku, unautuandikia khair na utunusuru na kila shari. Ikiwa umetuandikia iko shari, naomba Mwenyezi Mungu tuondolee, utuandikie khair iliko, na utujalie khair iliko, na utuondolee shari kama iko umekadiria lana, na utusamehe dhambi zetu, utujalie tufe na wewe huko radhi na sisi, utufufue na sisi na wewe huko radhi na wewe na sisi, na utujalie watu wa peponi kwa rehema yako ya arhamar rahimin. Sisi watu tuna makosa sana, sisi watu tuna madhambi sana. Ikiwa wewe hutotusamehe, hakuna atatusamehe. Kwa hiyo tunakuomba Mwenyezi Mungu utusamehe madhambi zetu kwa rehema yako ya Rabbil Alamin. Idhan mimi naishia hapa kuhusu Lailatul Qadr, na naomba Mwenyezi Mungu inshallah kuwa mmepata faida kidogo, ragam yani inshallah kuwa faida mmeipata walau kidogo, mkajua maana Lailatul Qadr na kwa nini tunaamka kuswali, na unatakiwa kiamka kuswali imanan na ihtisaban. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.